Issue ya Diamond na Rita ni kama kila siku inazua sura mpya na okay, Mwijaku amesema amerudi kwa katoto kale. Sasa Mwijaku sijui anamzungumzia Rita au kuna mwanamke mwingine ambaye anazungumziwa, lakini Mwijaku anamshauri Diamond kwamba achana na uzinzi kwa sababu after all hakuna mtu aliyewahi kufanikiwa kwa sababu ya uzinzi. Sasa Mwijaku, hii ni video ambayo ameiweka kwenye ukurasa wake wa Instagram. Actually haina hata dakika nyingi sana tangu ameiweka. Anasema kwamba amesikia kwamba Diamond ameonekana jana usiku amerudisha majeshi kwa kale katoto. Sasa sijui anamzungumzia Rita au anamzungumzia mtoto gani. Sasa anamwambia utamuua mtoto wa Kizanzibari. Lakini pia unatakiwa kujua kwamba hakuna mtu yeyote kwenye hii dunia ambaye amewahi kufanikiwa kwa sababu ya zina. Uzinzi hujawahi kumfanikisha mtu. So jitathmini, chukua hatua kwa sababu utapotea. Karibu sana, hii ni E-Trending ya Rick Media. Tuko hapa na Silent Ocean. As you know, Silent Ocean bana, wao wanasafirisha mizigo kwa umakini mkubwa sana na kwa uaminifu mkubwa sana kutoka kutoka sehemu 5 duniani kuleta nchini Tanzania. Na wanakukumbusha kwamba ukiagiza nao haujapoteza kwa sababu wao ndio simba wa bahari. As you know, simba ni mfalme bana. So wao ni simba wa bahari na wanakukumbusha kwamba ukiagiza nao haujapoteza darling. Sasa nilikuwa nakwambia kuhusiana na hii video ya Mwijaku ambayo yeye ameiweka kwenye ukurasa wake wa Instagram, na kama kawaida yake Mwijaku amekuwa ni mtu ambaye ni black and white sana. Kuna namna anafikishaga ujumbe pengine inakera hata kuitazama hata kama haikuhusu, lakini ndo namna yake ya kufikisha ujumbe. So hapa anajaribu kuzungumza na anayemuita Mwambino, which is wengi yoga Mwijaku anamuitaga Diamond Mwambino. Anamwambia achana na zinaa, achana na uzinzi, haujawahi kumfanikishia mtu jambo lolote. So if you can't quit that, just do it, because haina hata maana. Yani utafanya hivyo and all that na hakuna kitu utapata. Sasa hapa anamwambia, anaweka wazi kwamba Diamond amerudi kwa Rita, lakini kwenye caption yake ameandika mpeni salamu Mwambino, hakuna aliyefanikiwa kwa kuendekeza zinaa, badilika utaanguka vibaya sababu ya zinaa. Kamaliza hivyo. What the point? The point is anajaribu kumshauri yeye kama kaka mkubwa Diamond kwamba hicho unachokifanya hakiko sawa na kwa vovote vile hakiwezi kuwa sawa. Kwa hivyo unatakiwa uachane na hayo mambo mara moja, kwa sababu mimi nakwambia kama kaka mkubwa by experience hakuna mtu aliyewahi kufanikiwa kwa sababu ya zinaa. So hayo majeshi unayorudisha, hao wanawake unaohangaika nao hawana msingi wowote. Zaidi utampa stress mpenzi wako. Achana na hayo mambo, utaanguka vibaya. Mtu akikwambia utaanguka vibaya manake utapoteza nafasi ambayo uko nayo. So anaona kama Diamond akiendelea kile ambacho anakisema Mwijaku kwamba anakifanya, basi ataanguka vibaya. Na ushauri wake umekuwa ni short and clear kwamba achana na hayo mambo ya uzinzi, funga ndoa, halalisha shekhe. Halalisha, kwa sababu hayo mambo ya leo upo na huyu, kesho upo na huyu, hayana msingi wowote, and of course atakudondosha tu. Kuna siku isiyo na jina utaanguka vibaya, alafu hatukuombei hivyo she. So badilika. Anyways, msikiza Mwijaku mwenyewe hapo ana la kukwambia, anaongea kuhusu Diamond. Mimi naitwa Sarafina Jerry. After kumsikiliza Mwijaku, drop your comment. Ndugu yangu Mwambino, unanisikitisha sana. Usiku wa jana umeonekana umerudisha majeshi kwa katoto kale. Unamchanganya mtoto wa Kizanzibari. Sasa mara umeenda kwa ule mtoto, mara unarudi kwa huyu mdogo wangu. Hakuna aliyofanikiwa kwa zinaa Mwambino, hakuna aliyofanikiwa kwa zinaa. Moja kati ya vitu vitakufanya uwe masikini Mwambino, nisikilize. Moja kati ya kitu kitakufanya uwe masikini Mwambino ni zinaa. Hakuna mzinifu ambaye alifanikiwa kwenye maisha. Mimi hapa ninayekwambia, mimi ni kaka yako, nimekuzidi kila kitu. Hakuna aliyefanikiwa kwa zinaa. Fuatilia maisha ya kaumu Lutu. Mungu aliinua ile nchi, kizazi kile akakipindua kichwa chini miguu juu. Hakuna aliyofanikiwa
uzinifu.